Kwa ajili ya mchezo wa kesho, na kazi yao walimu washamaliza jinsi ya kutupanga na kuhitaji nini tukacheze katika mchezo wa kesho, na tunaahidi kwa 100% kupambana ili kuweza kupata matokeo katika mchezo huu. They are ready for 100% for the game tomorrow against Sierra Belouizdad, and they want to win the game. Questions to Dickson Job? Diki, kesho ni Pacome Day. Nataka kujua kikubwa katika kila mchezo una umuhimu wake, na kila mchezo huwa anachaguliwa mtu special kwa ajili ya mchezo huo, lakini sisi kama wachezaji kazi yetu ni kumpa support mwenzetu na kwenda kuipambania siku yake na kuweza kufanya vizuri katika mchezo huo. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuko tayari wote kuweza kuipambania siku ya Pacome, lakini mimi kama mchezaji, kama kiongozi wake pia, nikimwangalia mchezaji kama Pacome ni mtu ambaye yuko tayari na naamini atafanya makubwa katika mchezo wa kesho na ataweza kuibeba timu pia katika mchezo huo. Dickson, na swali. Safari kwa Young Africans kuingia katika group stage imesubiriwa kwa takriban miaka 25, na kama kocha alivyosema, lengo la kwanza ilikuwa kwenye makundi. So far tayari Young Africans yupo kwenye makundi. Lengo la pili ni kuvuka hatua hii kwenda hatua inayofuata ambayo ni robo finali. So far tumeshuhudia timu zingine zikifanya hivyo. Morali kwa wachezaji wa Young Africans kuitamani robo finali for the first time baada ya miaka 25. Kwenu umeichukuliaje? Morali kwetu kama wachezaji iko juu sana, kwa sababu katika kila msimu tunakuwa na mipango yetu, tunakuwa na matarajio yetu ambayo tushayapanga kwa ajili ya kuyafikia katika msimu huo. Kwa hiyo jambo la kwanza tushalimaliza ni kuingia group stage, lakini kilichobakia sasa hivi ni kwenda katika hatua inayofuatia, na sisi kama wachezaji tuko tayari na tuna morali na tunaamu pia kwa ajili ya mchezo wa kesho kupambana ili kuweza kujihakikishia nafasi ya kuingia katika nafasi inayofuatia. Another question? Dickson, tukimnukuu mwalimu, mnakwenda kuwaface wapinzani ambao ni hatari sana wakifika kwenye lango la mpinzani. Unacheza eneo la ulinzi. Kwenye ligi kuu ya NBC mnasifika sana kumaliza michezo mkiwa na clean sheet, na michezo mingi huwa mnazuia vizuri. Mmejipanga vipi kuhakikisha mnakwenda kuwakabili hawa pindi ambapo wanatengeneza chance, wanajaribu kuconvert nafasi na kuwa magoli, na nyinyi kwenu muweze kutunza ile heshima na kuwa na clean sheet hasa kwenye michezo mikubwa? Kwanza nachoamini kila mchezo una uzito wake na ukubwa wake, na kutokana na wapinzani ambao mnakutana nao. Sasa hii ni level nyingine na ni level kubwa katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo kikubwa tayari tushaandaliwa vizuri as a team, kwa sababu swala la kuzuia sio la defense peke yake, lakini ni la timu nzima. Kwa hiyo ina maana katika kila mchezaji, katika kila nafasi yake akifanya kile ambacho ameweza kupewa majukumu yake, basi naamini wote kwa pamoja tutaweza kufanikiwa na tutatoka na clean sheet. Lakini tukisema madefender peke yake hatutaweza peke yetu. Kwa muhimu ni kushirikiana kama timu, tunakaba wote lakini tunashambulia wote, na mwisho wa siku kile kinachopatikana ni kwa ajili ya timu. Maswali mawili ya mwisho kwa Dickson. Merci. Morning. Morning. Nataka kujua, ninasema French. Autrefois, vous avez joué contre Al-Ahly ici. On sentait que le joueur, vous aviez une force supplémentaire, mais vous étiez pressé à gagner et surtout à avoir la victoire. Et la précipitation au finish, vous avez pris un but. Et pour demain, un match très important pour vous. Quel est votre état d'esprit? D'abord pour le joueur, pour que cela ne puisse pas arriver. Et je voulais savoir, vous comptez seulement sur le supporter ou d'abord de vous-même, vous êtes prêt à gagner le match de demain? Kwanza nilichotaka kujua kutoka upande wako, mechi iliyopita mlicheza na National Al hapa nyumbani. Mlicheza vizuri sana, lakini mlikuwa na uharaka wa kutaka kupata magoli mengi, na ikawafanya wale wawafunge goli. Mechi ya kesho mmejipangaje kutokana na jinsi mlivyocheza mechi ya National Al? Nyinyi kama wachezaji mnategemea kupata support kutoka kwa mashabiki, ama nyinyi wenyewe kama wachezaji kwanza mko tayari kupata matokeo kwenye mechi ya kesho ili kuendelea kwenye hatua inayofuatia? Okay. Sisi kama wachezaji kwanza tuko tayari kwa 100% katika mchezo huo, lakini tunawategemea pia mashabiki zetu kwa ajili ya kutupa morali, na
ukizingatia, unajua katika kila mchezo wachezaji unaweza tunaingia uwanjani, lakini mashabiki wanakuwa kuna hali wanatupa kufanya sisi tutake kupata magoli mengi, lakini kutokana na hali ya mchezo inakuwa haihitajiki kufanya hivyo. Kwa hiyo naamini hilo ni kosa ambalo tulilifanya katika mchezo wa Al Ahly na hatuwezi kulirudia tena. Mchezo wa kesho kikubwa ni kupata matokeo na pointi 3. Japokuwa tukipata magoli mengi itakuwa nzuri kwetu, lakini kwanza tuna focus kupata pointi 3, alafu kama itatokea basi kupata magoli 3, 4 na kuendelea, hiyo itakuwa ni ya ziada, lakini kitu cha kwanza ni kuweza kupata pointi 3 katika mchezo wa kesho. Tu avais compris? OK, je fais seulement. Ouais, les matchs de demain, c'est les matchs les plus importants pour nous. On compte sur les supporters, mais on compte aussi sur nous-mêmes. Aussi, on ne peut pas faire les mêmes erreurs comme on avait fait au match précédent de Al Ahly. Aussi, les matchs aussi se jouent aussi compte tenu de l'adversaire à qui vous jouez avec lui. On va fournir les efforts, nous comme les joueurs, pour qu'on puisse avoir des buts qui peuvent nous faire avancer sur la qualification. Et si on peut avoir 2 ou 3 ou 4, pourquoi pas. C'est ça qu'on a besoin. Mais on sait qu'avec les supports de nos supporters, on aura un résultat qui sera favorable à nous et à nos supporters. One last question. Dickson, pasina shaka naona hamasa ambazo zinafanyika nje ya uwanja kwa ajili ya kuhakikisha mashabiki kesho wanajaa uwanjani, wana support kile ambacho nyinyi mnakifanya ndani ya uwanja. Hii hamasa kubwa kwenu inatengeneza confidence ya kwenda kwenye mchezo ama inatengeneza pressure? Mkifikiri namna ambavyo nguvu kubwa inatumika nje ya uwanja kuwaleta fans, harakati nyingi za kimichezo, hii inawatengenezea pressure ama confidence? Hii inatutengezea confidence, lakini kuna pressure inakuja kutokana tunapokosa matokeo. Ina maana mashabiki zetu wanaweza kuwa wamekuja wengi lakini wakawa wamekosa furaha. Kwa hiyo sisi kama wachezaji ni lazima tupambane kuweza kuwapa furaha mashabiki zetu, lakini kikubwa inatupa confidence kwa ajili ya mchezo huo, na tunaamini morali yao itatosha sisi kufanya vizuri katika mchezo huo. Okay.